Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie nyote. Tunawatakia tena asubuhi njema ya leo mercredi le 19 Novembre 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano, kuwaambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita maeneo ya Nord Kivu na Sud Kivu, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu, territoire ya Kabare, groupement ya Luhago, eneo ya Irega, mapigano makali yaliwakutanisha wazalendo na waasi wa AFC M23. Tutawaambia mengi kuhusu mapigano hayo. Ndani ya mji wa Goma, Corneille Nangaa alikuja kutangaza ni kwa nini aliingiaka mu rebellion na kuanza kupiganisha gouvernement ya Kongo. Tutawaambia yote aliyoyatangaza. Tukiwa ndani ya mji wa Goma, usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo kulisikika mashambulizi mu quartier za Buhene, village ya Kasenyi. Pale kabisa hali ilikuwa mbaya. Tutawaambia hapo kabisa hali kwa sasa ni vipi. Ndani ya Lubero Centre siku ya leo kuna maandamano ya wakaji hapo, wanaandamana kwa ajili ya kupinga mauaji makali wanayofanyiwa na ADF na kutaka gouvernement kukamata maamuzi kwa hayo. Kama kawaida tumewaletea taarifa mingi. Unayoifuata ni Kwetu TV, channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, kucomment na kulike, kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi, kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Jiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mu commentaire au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utapata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutazianzia ndani ya province ya Sud Kivu, territoire ya Kabare, mu groupement ya Luhago, eneo ya Irega. Siku ya jana nafasi za wazalendo zilishambuliwa na waasi wa AFC M23 ambao walikuwa wakitoka Nzibira. Walitoka Nzibira wakafika Muliamba, wakaataki sasa wazalendo ndani ya Irega. Mapigano hayo yalidumu kwa masaa matano. Wazalendo walipigana na AFC M23 depuis 11h, yani saa 5 za asubuhi, na mapigano yakaja kuisha 16h, saa 10 za jioni. Mnasikia kwamba ni masaa matano au masita hivi. Waasi wa AFC M23 walitaka kuikamata eneo ya Irega ila hawakufanikiwa. Baada ya masaa hayo yote na wako napigana, walipigwa na wakarudishwa nyuma wakaelekea Nzibira. Wakati wa kupigwa hapo, wanajeshi wa 7 wa AFC M23 walipoteza maisha yao. Waliokoka wakaelekea Nzibira ambapo walikuwa wametokea na kushambulia wazalendo hapo Irega. Na wakati walikuwa wakirudia Nzibira, ile wakati walikuwa wameshindwa saa za 16h hapo vers 17h, walipitia mu eneo ya Mulamba ambapo walikuwa wakipiga population yenye walikuwa wanakutana nao hapo. Wakaaji walikimbilia msituni paske ile hasira ambayo walikuwa wametosha kufro pale Irega ilikuwa ikiacha wakipiga population kabisa kiolela, na walipie ile village ya Muliamba pale walipie sana wakati walikuwa wakielekea Nzibira. Wakaaji wanatoa wito kwa wazalendo na gouvernement ya Kongo kukuja kuinstale nafasi zao hapo ili kukuwa na linda eneo hiyo ya Muliamba. Tangu kusainiwa kwa mkataba wa mfumo samedi kati ya gouvernement ya Kongo na AFC M23, AFC M23 inataka isonge mbele kabisa. Wanaendelea kuatakea hapa na pale. Tangu dimanche vita havishi, AFC M23 inataka kusonga mbele
na ni maeneo yote kabisa wanataka wa avance. Ile makubaliano inaendelea kuonesha ya kwamba haina maana yoyote, kinachohitajika ni resistance ya FARDC ili wazalendo na kuwafukuza wasi hawa. Hakuna maongezi kabisa ambayo yatamaliza vita hivi. Tuendelee na habari zetu sasa, tuingie ndani ya mji wa Goma. Wale ambao wako nasi kushene yetu ya WhatsApp, nitawapa video yake Corneille Nangaa ambapo alikuwa akisema kilichoacha na ingia mu rebellion, yani napiganisha gouvernement ya Kongo. Kinachoshangaza ni ya kwamba yale yote ambayo aliyatangaza ni maprobleme zake binafsi. Hakuna probleme za wakaaji, hakuna probleme za watu wengine ambazo zilimsukuma kukua rebellion. Hapana, alisema ya kwamba gouvernement ya Kongo ilifungaka mine yake, yani eneo yenye uchimbaji madini. Anasema ya kwamba gouvernement ya Kongo ilifunga mine yake, wakisema ya kwamba ile mine yake kabisa inatumika visivyo kubalika, yani haitumiki ikifuata sheria zinazohitajika, na gouvernement ya Kongo ikaamua kuifunga mine yake. Alimshtumu Felix Tshisekedi kumsaliti. Alisema ya kwamba yeye ndiye ambaye alimfanya kuwa presida wa Kongo na akaja kuyafanya hayo yote, na kwa sababu ya yale ambayo alifanyiwaka sasa na gouvernement ya Kongo, akaamua kuenda mu rebellion, yani kupiganisha gouvernement ya Kongo. Alisema ya kwamba pia alipewaka sanction na gouvernement ya Kongo, sanction za Etats-Unis d'Amerique na zingine nchi. Akasema ya kwamba vitu vyake vilishaka kamatwa huko Kinshasa, nyumba zake, mali zake zote zilishaka kamatwa. Sema ya kwamba hayo yote yanafanywa na Felix Tshisekedi ambaye anamsaliti kwa yale ambayo alimtendea, na ndiyo maana yeye aliingia kama rebellion. Kitu cha kwanza ambacho nitasema hapo, huyu Corneille Nangaa kuhusu kupewa sanction na kukamatwa kwa vitu vyake, hivi vyote vilikamatwaka wakati alikuwaka deja na iko mu rebellion. Gouvernement ya Kongo haikukamataka nyumba zake, mali zake zingine za pembeni wakati alikuwaka na agenda mu rebellion. Kitu cha pili ni ile mine yake ambayo anasema kwamba gouvernement ya Kongo ilifungaka, ikaikamata, ikaacha anaingia mu rebellion. Yeye angelifungwaka procès contre gouvernement paske alikuwa anajua ya kwamba mine yake inatumika ikifuata sheria kama inavyohitajika. Angelifungwaka procès contre gouvernement, mine yake wanaexamine, wanaona ya kwamba ni kweli ile mine yake inatumika ikifuata sheria ama haifuati sheria. Ile ingelimsukuma kabisa kuingia mu rebellion, na inaonesha wazi ya kwamba yeye aliingiaka kabisa mu rebellion kwa faida zake na za wale anaowasaidia. Haiko kusema kabisa ni kukomboa Wakongomani kama anavyosema yeye peke. Alisema hayo video, nitawapa kushene na kugrupe mutafahamu mengi, na najua ya kwamba wengi walipata hiyo video kwenye mitandao tofauti. Kile ndicho alichokitangaza, na munasikia kwamba ni probleme zake binafsi, kuna ya kukomboa raia na vingine wanavyovisema. Yeye peke alitangaza realite kuhusu kilichoacha anaingia mu rebellion. Ni kwa nani? Ni kwa faida zake binafsi. Tuendelee na habari zetu, tuelekee ndani ya Lubero. Lubero siku ya leo kuna maandamano. Maandamano hayo yanalenga kupinga mauaji ya kikatili ambayo ADF inafanyia population wa Lubero. Wanapinga sana mauaji ya hivi karibuni mwi weekend ambapo ADF iliwaua zaidi ya wakaaji 28. Wakaaji hao waliouawa walikuwa ni wagonjwa waliokutanwa ndani ya poste de sante. Munakumbuka vitendo hivyo vya weekend pase. Wakaaji ndani ya Lubero wanafanya maandamano siku ya leo. Maandamano hayo ni kwa ajili ya kufanya kilio cha hao waliouawa na kutoa wito kwa gouvernement ya Kongo
kukamata maamuzi ya kupigania raia na kumaliza ADF kabisa inayotesa wakaaji hapo Lubero. Siku ya leo hakuna kinachofanyika, wakaaji tayari waisha ingia ndani ya rute, wako na andamana, wanapinga mauaji ya ADF, wanatoa wito kwa arme ya Kongo na polisi kukamata maamuzi ya kupiganisha ADF na kuchunga raia na mali yake. Si Lubero tu ambapo wanateseka na mauaji ya ADF, Ituri vile vile kabisa wakaaji wanaendelea kuomboleza na mauaji ya ADF. Wanataka gouvernement ya Kongo, FARDC, jeshi la Kongo, askari polisi kuwalinda kabisa na hao wanamgambo wa ADF. Tuendelee na taarifa zetu. Turejee ndani ya mji wa Goma. Nilisahau kuambia kuhusu mashambulizi ambayo yalisikika ndani ya vijiji tofauti vya Buhene. Maeneo ya Munigi, Buhene, Kasenyi kulisikika ndani mashambulizi makali. Ilikuwa saa za saa 3 usiku hivyo ndipo mashambulizi yalianza kusikika hapo. Ilisikika kwa muda mrefu. Asubuhi ya leo wakaaji hawajajua kabisa ilikuwa nini, ni AFC M23 haijatangaza ilikuwa nini. The rumeur qui circule wanasema kwamba inawezekana kuwa ni wazalendo ambao walikuwa wameingia pale na kushambulia AFC M23, me hakuna confirmation yoyote. Tungali nafanya maresearch hapo tujue realite, tutawaambia yote yaliyofanyika hapo baada ya muda, wakati tutakuwa tumefahamu kilichoendelea pale. Na usalama kidogo ndani ya mji wa Goma uko naonekana. Nakumbuka ndani ya mwezi wa 10 ule ambao uliisha, watu zaidi ya 6 walipotezaka maisha yao ndani ya mji wa Goma wakiuawa kwa mashambulizi. Usalama kidogo unaendelea kuonekana ndani ya mji wa Goma. Tuelekee Kinshasa. Kinshasa, mvua ambayo ilinyesha jana iliacha maeneo mengi kuathirika na maji. Maji yalikuwa mengi huko Kinshasa mu makartie tofauti kabisa. Mvua ya siku ya jana iliacha maaveni tofauti ya Gombe inaathirika na maji. Wakaaji ambao walikuwa wakitoka kukazi, wengine kwenda kukazi, walikuwa kabisa wakipitia njia ya maji tu. Mvua hiyo iliyoonyesha siku ya jana iliacha maji inajaa kabisa ndani ya maaveni marute, na kutokana na maji hayo traffic kabisa ilikuwa imelemazwa. Asante ndugu zangu, nawashukuru sana kwa kuwa nasi ndani ya habari zetu kama kawaida, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone. Asante sana.